Mtazamaji wa channel yetu, karibu sana tuweze kukusogezea miongoni mwa taarifa ambazo kwa siku ya leo tumeweza kuziandaa, na hii ni moja kati ya taarifa ambayo tumeona tuweze kuishare mahali hapa kwa sababu ya kile ambacho wezekana jamii inahitaji kuweza kupata ufafanuzi, lakini pia na kuweza kupata uelewa. Na siku ya leo tunatokea hapa Sakina mkoani Arusha, tukiweza kukutana na ndugu zetu wa Zen Sober House, ambayo hii ni soba ambayo inajihusisha na masuala mazima ya uraibu wa madawa ya kulevya. Sasa tumeshuhudia kampeni mbalimbali zikiendelea chini ya serikali kuhakikisha kwamba madawa ya kulevya yanaweza kudhibitiwa, lakini pia na waraibu wanaweza kupata nyumba za upataji nafuu. Kwa hiyo hapa tuweza kumsikia ndugu yetu Fatuma Msumari akiweza kutupitisha kwenye yale ambayo wanaweza kuyafanya. Kumbuka usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online. Hapa ndipo sehemu sahihi ambapo utapata taarifa nyingi na taarifa zenye uhakika zaidi. Karibu sana, subscribe sasa, share na comment tuweze kujua pia nini ambacho unaweza kuhitaji tuweze kukifanyia kazi, lakini pia unaweza kututumia maoni yako namna ambavyo tunaweza kuboresha zaidi kisha kwamba jamii inapata elimu kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiroho, lakini pia na hata kimwili, kisha kwamba afya ya binadamu inakuwa imara zaidi. Hii ni Kalamu TV Online na hapa tunatokea Sakina mkoani Arusha, na moja kwa moja tunaungana na ndugu yetu mtangazaji ambaye amefunga safari kuelekea Sakina kuhusiana na swala hilo. Tuweze kusikia ile ambacho ameweza kutuandalia. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Wakati serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikisimama imara kuendelea kupiga vita mihadarati ya dawa za kulevya, taasisi ya Zen Sober House iliyopo Sakina mkoani Arusha imeendelea kutoa nafuu kwa waraibu wa matumizi ya dawa za kulevya hapa nchini. Mapema tumezungumza na meneja wa taasisi hiyo, Bi Fatuma Msumari, ambaye amebainisha masuala mbalimbali yanayofanyika ndani ya taasisi, huku akisisitiza kuwa vijana ambao wamekuwa wakitumia mihadarati wamekuwa wakipatiwa nafuu ya kuweza kuepuka matumizi ya dawa za kulevya. Natakiwa tunapotoka hapa soba, jamani, ushaingia kwenye huu mjengo, uruhusiwi tena kwenda kurudia pombe, kwa sababu kadiri utakavyoenda kurudia pombe ndio kadiri unavyoenda kujaribu zaidi. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, kuna watu walikuwa wametoka hapa kaenda karudia, walivyorudi hapa imekuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo ile kwetu iwe somo, tukitoka hapa tukajituze, tuendelee kuwa wasafi, na ikibidi muende sila AA session ili muweze kupata nini, uzoefu zaidi wa kukaa ndani ya huu mjengo wa soba. Sawa jamani? Yeah. Tumeelewana eh? Yeah. Kwa hiyo ndo kama hivyo, kwa tunaendelea kufundishana, kueleweshana, kuelezana jinsi ya kukaa huko ndani, kufuata sheria huko ndani. Miongoni mwa vijana ambao wameweza kuzungumza pasi na kuhitaji kutajwa majina yao, wameeleza namna ambavyo wameweza kupata nafuu kupitia taasisi ya Zen Sober House. Mbaya sana, nilikuwa natumia videwesho kama pombe, kupita kiasi, pombe sana. Tangia nimekuja kwenye soba hiyo, kwenye nyumba hiyo, upataji nafuu, hali yangu imeanza kubadilika kiafya, kiakili, kinafsi. Kwa vile huko nyuma nilikuwa mna lolote cha maana nachokifanya, zaidi nilikuwa ni mlevi tu kama kuliko wale wengine. Hata nimekuja kwenye mjengo huu na kuanza kuelezwa mpangilio na mafundisho ninayopata kwa zaidi, hali yangu inaendelea kubadilika na inaendelea kupata nafuu, na naendelea kuelewa madhara ya pombe ni yapi. Kwa hiyo na washauri vijana wenzangu na wenyewe watafute sehemu kama hizi za upataji nafuu ili waweze kusaidika, kwa vile pombe au vilewesho havina maana kwenye maisha yao. Vile katika kuendelea kutafuta uelewa zaidi ndani ya kile ambacho taasisi hiyo inakifanya, tumeweza kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo wanatoa elimu, ambapo meneja huyo anarejea na kueleza kile ambacho wamekuwa kikifanya kama taasisi. Yaani mafanikio ambayo unaweza kujivunia. Kuna vijana 42 ambao wamepita katika soba hii. Kati ya hao vijana kuna wanafunzi ambao walikatiza masomo yao kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya uvutaji bangi, lakini wazazi baada ya kusimamishwa mafunzo walivyorudi nyumbani, wazazi walitafuta soba na wakapata Zen Sober House. Kuna mmoja alikuwa ni muuguzi, sasa hivi amesharudi chuoni, anaendelea na kawaida.
na mwingine yeye hakuwa na kitu chochote, lakini baada ya kumaliza alikaa ndani hapa karibu mwaka mzima, lakini baada ya kukaa hapa Soba Zen, yeye alikuwa anatamani sana siku moja awe tour guide. Kwa sasa hivi uko chuo cha Sila anaendelea na masomo yake pale. Wito wako kwa wazazi na jamii kwa ujumla? Wazazi pamoja na jamii yote inayotuzunguka, jamani, uraibu wala sio kurogwa. Uraibu ni mtu tu alikengeuka, badala ya kupita kushoto akapita kulia, na makundi ambayo mtoto amekuwa nayo, kwa sababu unapomwangalia rafiki wa mtoto wako ndio utajua naye ana tabia gani. Kama mtoto wako anatembea na mwizi, basi naye lazima atajifunza wizi. Kwa mimi wito wangu kwa wazazi na jamii, malipo yetu ni rahisi sana. Hakuna mtu ambaye anaweza akashindwa kulipa. Ukija hapa tutaelewana, tutapanga jinsi ya kulea vijana wetu, jinsi ya kuwafundisha vijana wetu ili waweze kurudi waende wakalitumikie taifa, na mwisho wa siku wawe walezi wetu sisi tutakapokuwa wazee. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.